la utiaji saini wa tamko la pamoja lenye nia ya vyama vyetu vya CCM na ACT Wazalendo kuendelea kufanya kazi kwa pamoja ili kupata ufumbuzi wa kudumu na endelevu wa changamoto zinazoikabili Zanzibar kisiasa. Kwa hakika hatua hii iliyofikiwa ya kutoa tamko la pamoja ni hatua muhimu kwa wananchi wa Zanzibar na Watanzania kwa ujumla ya kuleta umoja, mshikamano, maridhiano ya kitaifa yenye lengo la kufanikisha maridhiano ya kisiasa na jitihada zetu za maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, napenda kuchukua fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa wajumbe wa kamati iliyosimamia awamu ya mwanzo ya mchakato uliofanikisha kufikiwa hatua hii ya utiaji saini tamko la pamoja kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya, wakiweka mbele maslahi mapana ya nchi yetu na mustakabali wake. Shukrani maalum nazitoa kwa wazee wetu, viongozi wastaafu, Mheshimiwa Dr. Amani Abedi Karume na Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, marais wastaafu wa Zanzibar, na Mheshimiwa Othman Masoud Othman, mwenyekiti wa ACT Wazalendo, na Mheshimiwa Juma Duni Haji, mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo mstaafu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, ni dhahiri hatua tuliofikia leo ya utiaji saini tamko la pamoja ni hatua muhimu ya kufungua njia katika kufikia utekelezaji wa matakwa ya kikatiba ya kuwezesha uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa vifungu vya 9 kifungu kidogo cha 3 na 39 vya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Hatua hii ya leo ni muhimu sana kwangu kama kiongozi wa nchi katika utekelezaji wa azma yangu ya kuimarisha umoja, maridhiano na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar, ili kwa pamoja tuweze kushirikiana katika kuleta maendeleo ya nchi yetu kwa manufaa ya wananchi wote. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, napenda nikuhakikishieni kuwa niko tayari kushirikiana na viongozi wenzangu kusimamia awamu ya pili ya mchakato ambayo inaanza kwa hatua hii ya kutolewa kwa tamko hili la pamoja na kufuatiwa na hatua nyingine ikiwemo mazungumzo ya ajenda zilizokubaliwa. Ni mategemeo yangu kuwa awamu ya pili ya mchakato utaongozwa na dhamira ya dhati ya kupata muafaka na kwamba maslahi ya Zanzibar yatawekwa mbele kwa lengo la kujenga mustakabali mwema wa nchi yetu na watu wake. Ni dhahiri kuwa hatua ya muafaka tunayoilenga baada ya utiaji wa saini tamko hili la pamoja itazidi kuimarisha imani za wananchi na wadau mbalimbali, wakiwemo wawekezaji, wafanya biashara na washirika wa maendeleo katika kuendelea kushirikiana na Zanzibar katika utekelezaji wa mipango yetu mbalimbali ya maendeleo. Hivyo natoa wito kwa viongozi wote wa vyama vya siasa na wananchi wote wa Zanzibar kuunga mkono dhamira hii njema ya kuleta maelewano na maridhiano ili kuchochea maendeleo na mustakabali mwema wa nchi yetu. Kwa upande wetu viongozi, na wahakikishia wananchi wa Zanzibar kwamba tutausimamia mchakato huu kwa dhamira ya dhati na kwa kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, nchi yetu ina historia ya mafanikio katika utekelezaji wa maridhiano ya kisiasa kama ilivyotokea mwaka 2001. Wazee wetu waliosimamia mchakato huu hadi kufikia hatua ya kusainiwa kwa tamko hili la pamoja, Dr. Amani na Dr. Shein, wana uzoefu wa kutosha unaotokana na hatua za maridhiano zilizopelekea Zanzibar kufanya mabadiliko ya katiba na kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa. Aidha, sababu nyingine inayonipa matumaini ni kubaini kuwa wananchi wengi wa Zanzibar na Watanzania kwa ujumla wanataka maridhiano na ni waumini wa umoja, amani na mshikamano. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mabibi na mabwana,
Katika kufanikisha utekelezaji wa tamko hili la pamoja, naomba sana dua za viongozi wa dini na waliunge mkono jambo hili. Aidha, napenda nitoe wito maalum kwa wananchi wote wenye nia njema na wapenda maendeleo kuona umuhimu wa kuunga mkono hatua hii ya utiaji saini wa tamko la pamoja, kwani maendeleo ya Zanzibar yataletwa kwa jitihada zetu za pamoja, nchi ikiwa katika hali ya amani, umoja na mshikamano. Mheshimiwa viongozi, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kutoa shukrani zangu tena kwa kamati ya viongozi waliosimamia awamu ya mwanzo ya mchakato kwa uratibu wa aliyekuwa katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi Mhandisi Zena Ahmed Said. Nawashukuru sana viongozi wa vyama na wanachama wao kwa kuonyesha kuunga mkono hatua hii ya utiaji saini tamko hili la pamoja. Kipekee namshukuru mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi katika ngazi ya kamati kuu ya Halmashauri Kuu ya Taifa pamoja na kamati maalumu ya Halmashauri Kuu ya Taifa Zanzibar kwa kuliunga mkono jambo hili na kuridhia tuendelee na mchakato huu. Shukrani pia nazitoa kwa wageni waalikwa nyote, wakiwemo waheshimiwa mabalozi, wawakilishi wa taasisi mbalimbali na mashirika ya kimataifa, viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa dini na asasi za kiraia, na wananchi wote waliopo hapa na wale wote wanaotufuatilia kupitia vyombo vya habari. Aidha, navishukuru vyombo vya habari vilivyoungana nasi katika kuwapatia wananchi matangazo haya moja kwa moja. Tumwombe Mwenyezi Mungu aizidishie nchi yetu amani na mshikamano na atuwezeshe kuifikia dhamira yetu ya kuleta umoja na maridhiano ili iwe chachu ya kusukuma mbele maendeleo ya nchi yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Zanzibar. Mungu ibariki Tanzania.